Episodi 6. Mtoto aliyefichwa. Chumba kilikuwa kimya sana baada ya maneno ya Ria. Ayan alisimama kama mtu aliyepigwa na radi. Mwanangu ana ugonjwa wa kurithi? Sauti yake ilikuwa nzito, imejaa hofu. Zara alishusha macho yake chini. Daktari alisema kuna uwezekano mkubwa unatoka kwa baba. Ayan alikamata kichwa chake kwa mikono. Mungu wangu. Ria akatazama tukio hilo kwa tabasamu la baridi. Na bado hamjui sehemu ngumu zaidi ya hadithi hii. Ayan akamkazia macho. Mtoto yuko wapi? Ria akacheka kidogo. Hospitali ya St. Aurora Medical Center. Zara akapigwa na mshtuko. Haiwezekani. Ayan akamwangalia. Unamaanisha nini? Zara akasema kwa sauti ya chini. Hiyo ndiyo hospitali ambayo baba yako anaimiliki. Ayan akashtuka. Baba yangu? Ria akapiga kofi polepole. Hongera. Mwisho mmeanza kuelewa mchezo. Ria akaweka faili mezani. Mtoto aliletwa hapo wiki 2 zilizopita. Ayan akafungua faili. Ndani kulikuwa na picha ya mtoto mdogo akiwa kwenye mashine za hospitali. Ayan alihisi macho yake yakijaa machozi. Huyo ndiye mwanangu. Zara akashika mkono wake. Tunapaswa kwenda hospitali sasa. Lakini Ria akatikisa kichwa. Hamtaweza kufika. Ayan akakasirika. Kwa nini? Ria akasema kwa utulivu wa kutisha. Kwa sababu mtu mwingine tayari anataka mtoto huyo afe. Chumba kikazama katika ukimya mzito. Dakika chache baadaye, simu ya Zara ikalia. Akapokea. Uso wake ukabadilika rangi. Ayan, ni hospitali. Mashine ya mtoto imeanza kuzimika. Ayan alihisi moyo wake kupasuka. Lazima tuende sasa. Lakini Ria akasema maneno yaliyogandisha damu. Ukifika hospitalini, atafariki. Ayan akapiga kelele. Unamaanisha nini? Ria akamwangalia moja kwa moja machoni. Kwa sababu mtu aliyepanga yote haya. Akavuta pumzi polepole. Ni mtu wa familia yako. Ayan akahisi dunia ikizunguka. Familia yangu? Ria akatabasamu kwa siri. Maswali yanayobaki. Nani katika familia ya Ayan anataka mtoto afe? Kwa nini mtoto aliwekwa hospitali ya baba yake? Je, Ria anasema ukweli au anacheza mchezo mwingine? Je, Ayan ataweza kuokoa mtoto wake kabla haijachelewa?